Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online. Mimi ni Dr. Gervas Kasiga, katibu mtendaji wa bodi ya filamu kama umekutambulisha. Taarifa ya kifo cha marehemu Hashim Kambi ilivyokufikia na jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu kupitia filamu za Tanzania, na wewe ni mmoja kati ya watu nguli kabisa kwenye filamu, kwa maana unaongoza, ndio katibu mtendaji wa bodi ya filamu. Karibu. Kwa kweli ni majonzi makubwa, ni taarifa ambayo imetufikia katika majonzi makubwa. Ilikuwa jana mida ya saa 9, rais wa shirikisho la filamu Tanzania Amir Rajab alinipigia simu kwamba tumempoteza mzee wetu, na tumempoteza mzee wetu akiwa katika mazingira ya kazi. Kwa hiyo moja, kwanza natoa pole kubwa kwa wanatasnia wenzangu, ni pigo kubwa kwa sababu mimi ninapomtambua mzee marehemu mzee Hashim Kambi alikuwa ni ile hazina kubwa, hasa kwenye eneo la kusaidia vijana wadogo kulea kitabia, kinidhamu. Tunamjua namna ambavyo mzee alipokuwa, hata ukiona ongea yake ni ya taratibu, ni muelewa. Kwa hiyo sisi kwetu ni nguzo kubwa ya kuweza kutushauri katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza kazi zetu kwa nidhamu, lakini kwa juhudi, na kuhakikisha kwamba tasnia hii inageuka kuwa tasnia yenye nguvu zaidi na inaleta kipato zaidi. Lakini kubwa zaidi, ninavyomfahamu mimi, nimewahi kumuongoza kwenye kutengeneza, kwenye kucheza filamu ya Fake Masters ambayo ilitoka mwaka 2007-2008, ambao mzee Hashim alikuwa mmoja wa waigizaji katika hiyo filamu, na mimi nilikuwa ni director, muongozaji kijana kabisa, nilikuwa na miaka 20 ya mwanzoni hapo. Lakini pamoja na hiyo udogo wangu, uchanga wangu, ni mmoja wa wasanii ambao ulikuwa ukimuongoza anakubali kujishusha, anajua wewe ni mkubwa kwake kwa sababu ya majukumu ambayo unayofanya kwa wakati huo. Lakini pia alikuwa ni mtu ambaye unakosea, anakuambia bwana kaka, kuna jambo hili, mimi na yeye tulikuwa tunaitana kaka mara nyingi, kaka, kuna jambo hii na unaweza kufanya hivi, ukafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naweza kusema hii ni nguzo kubwa katika tasnia yetu ambayo imeanguka, lakini kuanguka kwake pia ni sehemu ya kwetu sisi vijana kuweza kujifunza, kuelewa kwamba ili tufikie unguli ambao alikuwa nao marehemu Hashim Kambi, unatakiwa upitie katika nidhamu fulani ya kazi ambayo unatakiwa na sisi tuweze kuifanya. Kwa hiyo hilo naweza kusema kwa ufupi, hilo ni moja. Lakini kuna filamu nyingine pia ambayo mimi nilimteua yeye kwenda kucheza, inaitwa Bongoland 2, ilikuja kutengenezwa na Wamarekani hapa nchini. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mmoja wa waigizaji ambao niliwateua kucheza hiyo filamu. Kwa hiyo namjua kwa namna hiyo, ni mzee wetu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kuhakikisha vijana wanafanya kazi kwa kufuata misingi, maadili ambayo yanafanya kazi hiyo kuleta biashara kubwa. Na kwa vijana wenzangu, tunamzungumza marehemu leo kwa namna njema, ni kwa sababu alitengeneza kitabu chake kwa namna njema pia. Kwa hiyo ametuachia somo kwamba sisi tunapoenda kuishi maisha yetu ya kila siku, tujiandae, kama tunafanya kazi zetu, basi tufanye kazi zetu kwa weledi, kwa nidhamu, lakini tutengeneze hadithi zetu ambazo kwa ni nzuri zaidi kwa leo, kama siku hii hayupo, ziweze watu kufurahia na kuweza kumkumbuka. Tunaingia majonzi, lakini tunafurahia pia maisha yake ambayo ameyatengeneza katika kipindi chote cha miaka 70 kasoro ambayo ameishi hapa duniani. Tumeona akiwa anaonekana wakati wote, jana, juzi na leo, kwa maana na pia kwenye filamu za aina mbalimbali, akashiriki na watu wengi. Unadhani nini hasa ambacho kimemweka hapo kuhakikisha kwamba yeye afifii kwenye kuonekana kwenye screen zetu majumbani na pia mara kwa mara? Kubwa zaidi ambayo marehemu mzee Hashim Kambi amefanya mpaka leo tunamkumbuka hii, na amekuwa kwenye tasnia kwa muda mrefu, ni nidhamu yake. Ni mzee ambaye alikuwa na nidhamu kubwa ya kufanya kazi, lakini juhudi zake, na kubwa zaidi alikuwa haachi kujifunza. Nimesema mimi hapa kwamba mimi nilikuwa kijana mdogo, nilimuongoza, amecheza filamu za marehemu Kanumba, amecheza filamu za Ray na kadhalika. Hawa wote walikuwa ni wadogo kwake kiumri, lakini kwake yeye alikuwa anawekeza nguvu kubwa kuhakikisha kwamba anaendelea kujifunza kila siku. Na tuseme mzee Hashim alikuja kwenye tasnia hii akiwa mtu mzima, sio kama sisi tulianza wadogo, alikuja kama mtu mzima. Kwa hiyo alijipa nafasi kubwa ya kuweza kuisoma hii tasnia, kujishusha, kujifunza, kuwa na nidhamu ambayo kwa kweli leo imemweka hapa ambapo alipokuwa. Kwa hiyo kubwa tuseme tu Mwenyezi Mungu amrehemu mzee wetu na ampokee katika makazi yake mema huko. Kifo hichi kinatufunza nini? Kifo kwa kweli kinatufunza sisi wenyewe tunapoishi na wenzetu kuweza kuwekeza nguvu zetu kubwa katika kuhusiana vyema na watu.
Mzee huyu naona hapa umati wote umekuja hapa kwa sababu ya namna yake kubwa alikuwa amewekeza maisha yake kwa wenzake, na hususan vijana. Ni mzee mkubwa, lakini unaona wazee wa vijana wote hapa wanamzungumzia katika namna nzuri ambao wamejifunza mema kutoka kwa mzee Hashim Kambi. Lakini pia wazee wenzake, unaona mzee Chilo hapa toka jana ameshinda muda wote mpaka usiku tumekuwa naye hapa. Yote inaonyesha kwamba ni mzee aliyekuwa yupo karibu na watu, na hii tasnia yetu ili iweze kufanikiwa lazima uwe karibu na watu, kwa sababu watu ndio wanakutengenezea wewe soko la kutengeneza bidhaa zako. Kwa hivyo kubwa zaidi mzee ametufundisha ni kwamba unaweza kukaa kwenye industry kwa muda mrefu ikiwa umewekeza katika mahusiano mazuri na watu, lakini pili una juhudi na nidhamu katika kufanya kazi zako. Hongera sana katibu mtendaji Dr. Kasiga kwa jinsi ambavyo unagusa maisha ya watu, unagusa maisha ya wasanii na unaposhiriki kwenye shida, kwenye raha na wasanii wako. Nashukuru sana kwa sababu hili ni jambo ambalo serikali yetu imewekeza. Ukiangalia ile kauli mbiu ya serikali inasema kazi na utu, tunasonga mbele. Sasa huwezi kufanya kazi karibu na watu wako bila kuwekeza katika utu, na huu ni sehemu ya utu ambao utu huu ndio unajenga ile hali madhubuti ya kuweza kupata maendeleo kwa kugusa mioyo ya watu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.